Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Tumeweza kushuhudia CEO wa EFM Majizo siku ya jana aliamua kujitokeza mitandaoni na kuwaombea msamaha wasanii wa hapa nchini Tanzania, kwa sababu kwa sasa hivi kumekuwa na wimbi zito ambalo linaendelea kati ya wasanii pamoja na mashabiki zao. Kwa asilimia kubwa sana wasanii wamekosa support ya mashabiki, wasanii wakiachia ngoma hizo haziendi, yani zinakwama. Majizo akaona hapana, ni bora aje kuzungumza kuhusiana na hilo swala, lakini kitu kikubwa ambacho Majizo alikizungumza, alidai kwamba msanii Diamond Platnumz ambaye ni mhusika mkuu katika hili swala, yani kwa asilimia kubwa sana mashabiki wanamlenga msanii Diamond Platnumz na kudai kwamba kwa sasa hivi wanasusia muziki yake, lakini pia kwa asilimia kubwa sana hawatomsupport, na hiyo yote ni kutokana na sintofahamu au tunaweza kusema kutokuelewana kati ya wasanii pamoja na mashabiki. Sasa kitu kikubwa ambacho Majizo alizungumza kuhusiana na Diamond, alimsifia kuhusiana na msanii Diamond mchango wake mkubwa katika sanaa ya muziki. Akawa amewataja wasanii kadhaa ambao wametoka katika mikono ya msanii Diamond Platnumz, yani kiufupi msanii Diamond aliweza kuwasaidia, na akamtaja msanii Harmonize, akadai kwamba huenda bila Diamond Platnumz mchango wake katika sanaa ya muziki huenda tusingemfahamu msanii Harmonize, na alizungumza kwamba ni moja kati ya wasanii ambao wamesaidiwa sana na msanii Diamond Platnumz. Sasa ile kauli ya Majizo ikawa imemkwaza sana Harmonize. Harmonize akaona mbona ni kama vile kila siku naambiwa mimi nimesaidiwa na Diamond, mbona ni kama vile watu hawaelewi nini ambacho kilitokea kipindi nikiwa katika record label ya WCB na baada ya kutoka katika record label ya WCB. Tumeweza kuona kupitia Insta story ya msanii Harmonize, ameweza kujirekodi video alafu akaposti akiwa anazungumza kuhusiana na hilo swala, akiwa anadai kwanza kabisa alikanusha ya kwamba yeye eti amesaidiwa na msanii Diamond. Amedai yeye hajasaidiwa na msanii Diamond bure. Kitu cha kwanza anakuambia, baada ya kutoka katika record label ya WCB Wasafi alilipishwa na msanii Diamond milioni 600. Sasa anakuambia huo ujuzi ambao Diamond alimpatia sio kwamba alimpatia bure. Hivyo basi watu hawatakiwi kutumia neno la kwamba yeye amesaidiwa. Anatamani sana kusikia maneno mengine, lakini sio kwamba eti msanii Diamond Platnumz alimsaidia bure, yani bila Diamond huenda Harmonize tusingemfahamu. Sasa msanii Harmonize jambo hilo alilimkwaza, akaamua kuzungumza na kudai kwamba kwa sasa hivi sitamani sana kuona mtu anazungumza kwamba mimi nimesaidiwa na msanii Diamond Platnumz, na akaweza kutoa onyo na kudai kwamba atamshtaki mtu yoyote ambaye atasema kwamba yeye amesaidiwa na msanii Diamond Platnumz bure, na huenda bila Diamond tusingemfahamu yeye kama msanii Harmonize. Sasa kulikuwa kuna sababu gani ya Harmonize kuanza kuzungumza haya maneno? Watu wengi sana wamemshangaa Harmonize, wengine wakiwa wanadai kwamba huenda msanii Harmonize ameamua kupita na upepo, ameamua kuona kwamba baada ya Majizo kumzungumzia basi aendelee kutembea na huu upepo, kwa sababu kwa sasa hivi tunafahamu wasanii hawafuatiliwi kwa asilimia kubwa sana. Lakini namna ambavyo Harmonize aliweza kuzungumza, alikuwa anazungumza kwa uchungu sana, ni kitu ambacho kilimuumiza. Aliona kila mtu anasema mimi nimesaidiwa na Diamond, jambo ambalo linamuumiza na linamkwaza, na hatamani tena liendelee kuzungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, na ni kitu ambacho ameweza kuzungumza na kudai kwamba hatamani mtu yeyote amzungumzie hivyo, na endapo mtu atamzungumzia hivyo basi atamshtaki. Na Majizo alizungumza, lakini sio kwa ubaya, alionyesha ni kwa namna gani msanii Diamond alikuwa na mchango mkubwa sana katika hii sanaa ya muziki, na ukiangalia amesaidia wasanii wengi, sio tu Harmonize alitajwa, walitajwa wasanii wengi, alitajwa Rayvanny na wasanii wengi ambao walisaidiwa kimuziki na msanii Diamond Platnumz, na unaweza kuona ni wasanii ambao wanapambana na mpaka sasa hivi ni wasanii ambao wanafanya vizuri katika sanaa ya muziki. Na yeye Majizo nia yake ni kwamba anataka kuwaonyesha watu kwamba wasipomsupport Diamond huenda kuna vijana wengine ambao walitakiwa kupitia nyuma ya mgongo wa Diamond basi wakapotea na wasiweze kufanikiwa. Kwa hiyo wanatakiwa kuelewa Diamond ana mchango mkubwa sana katika sanaa ya muziki, na endapo asipotapotiwa basi sanaa ya muziki ikafa moja kwa moja, jambo ambalo Majizo yeye ameliona kwa jicho la tatu. Akaona hapana, hebu naweza nikazungumza na hao watu. Lakini baada ya kuzungumza ikaja yakaibua mengine huko, Harmonize akaibuka huko alipoibuka, basi akaamua kuzungumza namna ya tofauti kwamba hatamani tena azungumziwe, hatamani tena mtu yoyote aseme kwamba yeye amesaidiwa na Diamond, na wala
hajasaidiwa, amedai alilipa milioni 600 na hiyo milioni 600 inatosha kabisa. Basi ule ujuzi ambao Diamond alimfundisha basi ni kama vile ameununua na wala sio kwamba eti amepewa bure. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tochia maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.